tunajua kwamba Gigy Money ni miongoni mwa wasanii ambao wamepitia mambo mengi sana. Na juzi ndo amedhihirisha kwamba amenyooka. Wewe unazungumziaje, lakini pia matukio yote ambayo umeona akiwa anafuliza kwenye mitandao ya kijamii? Mimi kiukweli Gigy tunamfahamu kidogo, hata kama sio sana, ni mshikaji wetu. Unajua tunafahamu life ambayo amepitia kwenye mahusiano. Unajua katika moja ya kitu ambacho mimi nasemaga, sometimes mimi naonaga sana huruma wanawake. Unajua kwenye mwanamke ambaye anahitaji mtu wa kweli, na hivi sisi wanaume ndio waga tunazingua sana. Unaelewa? So unapoona mtu kapata mtu na akakubali kumuoa, ushaelewa? Kwa lazima kwanza sisi tufurahi kuona kitu, kwa sababu ni jambo la khairi. Kwa hiyo kikweli kwangu mimi kwa Gigy kuolewa ni jambo ambalo kwangu mimi naona sitakuwa naona vile vituko vya Gigy tena mitandaoni. Unaelewa? Mara Gigy sui video imevuja ya hivi, mara ya hivi. So maana yake sasa hivi tunaenda kumuona Gigy ambao anatulia kwenye ndoa yake. So far ilikuwa ni tukio zuri, na mimi imenifurahisha kikweli, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna ilivyokuwa ilikuwa limeandaliwa vizuri kuendana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya mastaa wenzake wamehudhuria, unaelewa? Lakini wengine pia hawajahudhuria. Na mimi nilisema jambo moja, ni sehemu ya Gigy kuwafahamu watu wake wa kweli. Unajua tunafundishwa kitu moja kwenye maisha. Tuna matukio haya matatu kwenye maisha: kuzaliwa, party, yani siku labda kuolewa, unaelewa? Harusi na kufa. Yani binadamu ana matukio makubwa matatu. Tukio la kwanza ni kuzaliwa, la pili ni kwenye kutimiza ndoto zake, kwa mfano kwenye kuolewa, ushaelewa? Au kuoa. Ni moja ya tukio kubwa sana kwenye maisha ya binadamu. Tukio la tatu kubwa ni kwenye kufa, ushaelewa? Kwa hiyo maana yake ni matukio ya muhimu sana ambayo ndio maana tunafanya birthday party, kwa sababu tunakumbuka tulikotoka. Ndio maana siku ya kuzaliwa, then kuna siku ya harusi yako, iwe mwanaume mwanamke, then kuna tukio lingine kubwa unapokufa. Ni matukio matatu makubwa sana, so unatakiwa kuyaandaa kwa ukubwa, unaelewa? Hata watu wako wa karibu lazima wakusupport, unaelewa? So kama unaandaa harusi then hakuna watu wamekuja kukusupport, hapo ndo unajua nani mtu wa ukweli na nani sio wa ukweli. Mimi nimeshangaa kuna watu wa kwenda, na mimi nilitumia fursa hiyo kumpongeza kwanza Hamisa. Nilisema sio tu kwa Gigy, Hamisa ni mtu ambaye mimi kiukweli simfahamu vizuri Hamisa, na tufahamiani na nimeonaga tunakutana kwenye press na nini, lakini ni miongoni mwa wasichana ambao wanatakiwa kutolewa mfano. Sijawahi kumuona na miss kwenye tukio la msanii mwenzao, iwe ni harusi, na hata juzi unaona alikuwa anahangaika na harusi, lakini alienda kwenye msiba wa Sebo, unaelewa? Yani katika vitu vyote vya msingi ambavyo watu wanatakiwa kusapotiwa, huwezi kumkosa Hamisa mzee, umeelewa? So kiukweli mimi nimpongeza sana yule msichana, na unajua yuko kwenye piki. Yani ukiondoa wasanii wa kiume, kwa wasanii wa kike, Hamisa kwangu mimi ndio msanii ambaye miongoni mwa wasanii ambao wako kwenye piki kwenye upande wa biashara, kuuza brand yake. So maana kama uko kwenye piki then hajisikii, kuna kitu lazima ujifunze. Kwa wasanii wengi wakifika kwenye piki, kuna ile kujisikia, yani kwamba mimi ni star, mimi natafutwa na kila mtu. Unajua nikienda kwenye jambo lako inawezekana nikaenda kuliboost likawa kubwa. So mimi sidhani kama Hamisa anajifeel vile, na ana maisha mazuri, ni kwamba ana shida, naelewa vizuri, lakini anaenda kwenye ana show up kwenye tukio la msanii mwenzake, anaonyesha upendo, anashirikiana, na sio kwamba anaenda anakaa. Wewe ulikuwa kwenye tukio uliona, yani ana engage kabisa, anafurahi, anatembea huko, anacheza, anafanyaje, anakutana na wenzake, umeelewa? So moja ya tukio ambalo mimi kiukweli lilinivutia nilipomwona Hamisa amekuwa very supportive kwenye issue ya Gigy. Lakini lingine pia nilimpongeza pia Zamaradi kwa kuandaa tukio, kwa sababu wakati umeenda pale tuliona namna harusi ilivyokuwa. Ile ilikuwa ni sehemu ya wazi, lakini unaona kile kinyumba ambacho Gigy alikuwa ametengenezewa, anashuka pale kwenye mlango, unaelewa, anaenda nakutana na mwanaume wake, mume wake, unaelewa, kama ndio wanakutana, wanashuka chini, wanaenda kwenye red carpet, unaelewa vizuri. Kiukweli mimi ndio kwa mara ya kwanza nimeona harusi ya vile. Harusi nyingi tumezoea zinafanyika ukumbini, kwamba mtu kakaa, mabwana harusi wamekaa pale ukumbini, msanii anaenda ana perform. Kuna msanii aliperform pale? Hatukuona performance za wasanii, lakini tuliona wale Waislamu wale zile kaswida zile. Huwezi kuona performance za msanii kwa sababu kwanza ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuheshimisha mwezi. Umeshaelewa? So huwezi kuona watu wana perform, wanaruka. So ukiangalia pale, angalia ilivyokuwa limeandaliwa, then kale kanyumba kale. Katika kitu ambacho mimi kilinivutia, yani ningeonyesha uhalisia kwamba watu wanafunga ndoa. Ni kama alichukua Hollywood, sawa, akaileta pale Kawe. Umeshaelewa? So mimi kiukweli nilikuwa niko na happy baada ya kuona, nisikutegemea tukio linaenda vile, kwa sababu kwanza tulikuwa kwenye msiba. So kutarajia kwamba tukio litakuwa very, yani liko vizuri vile. So baadaye nikaona bwana Zamaradi katisha sana, kwa sababu ndio alikuwa ameandaa ile tukio.
Kwa kiukweli mimi nilifurahi sana kuona harusi vile. Mara kadhaa nimeusikia kuwa unamsifia sana Gigi kwenye recap kwamba anajitoa sana kwenye matukio ya wasanii. Lakini pia mara nyingi nilikuwa nakusikia ukimsifia sana Gigi kwamba anajitoa sana kwenye vitu vya wasanii, lakini kwa wasanii wa WCB. So far juzi tulitegemea labda kuona kina Diamond Platinum pale, kina Zuchu, kina Divoice, lakini hatukuwaona. Labda hii inasababishwa na nini? Mimi nikifuatilia matukio mitandaoni, yani nisiseme naongea nikiwa na uhakika. Ninafuatilia matukio ya mitandaoni. Kwa matukio mitandaoni inatukupa picha mahusiano ya Gigy Money na WCB hayakuwa mazuri kwa muda mrefu. Mshanielewa? Toka ameanza Gigy Money na walivyo ile issue ya I think Mange aliraise ile issue ya Gigy Money na Zuchu. Nakumbuka miaka miwili mpaka mmoja miwili imepita wakati Gigy ana raise kwamba Gigy Money anamdate Diamond, unaelewa? Mshanielewa? Alafu then Diamond yuko kwenye mahusiano na Zuchu. So mimi nilielewa kuna mahusiano yalipunguzwa kwa ajili ya I don't know ilikuwa ni kweli au sio kweli. Lakini pale baada ile kauli ya Mange Kimambi sikuona tena karibu wa Gigy na watu wa WCB. Even niliona baadhi ya interview Gigy anafanya anamsifia Diamond, lakini nyingine alikuwa anamwasha yani kwamba kwani mimi namtegemea Diamond, unaelewa zile. So obviously alafu then kuna nyingine pia akawa anamwasha Zuchu na nini, unaelewa? Obviously haiwezi kuwa sawa. Mshaelewa? Kwa mimi kwa kufuatia matukio mitandaoni nilikuwa najua kabisa sidhani kama kutakuwa mahusiano mazuri ya Amerika. Kwa sababu Gigy pia akiwa na mahusiano mazuri na mtu huwa hafichi. Anaonyesha public kwamba mimi sasa hivi niko karibu na Diamond au niko karibu na Alikiba. Kwa baada ya yale matukio mitandaoni pale ndo nilielewa Gigy na WCB hawana mahusiano mazuri tena. Umeshaelewa? So mimi najaji hiki kupitia vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea mitandaoni. Sio najaji kwa kitu ambacho nakifahamu. Nilikuwa naviona mitandaoni vinazungumzwa. Even Gigy alikuwa anaenda live mara kadhaa akiulizwa kuhusu Diamond anavyojibu, sometimes anampongeza, sometimes anamlipua anavyojua yeye. Mimi yale matukio mitandaoni nilikuwa najua kabisa hapawezi kuwa na mahusiano mazuri tena. Then walikuwa wanahusishwa mahusiano na Diamond. Even Gigy anasema Diamond aisha yeye kumtongoza. You remember? Alikuwa anafanya interview na Zamaradi nakumbuka. Anasema Diamond aisha yeye kumtongoza. Sasa hakueleza walikuwa kwenye mahusiano au hakuwa kwenye mahusiano. Obviously Diamond kaoa, yuko na Zuchu. Wewe unahisi Zuchu ataipokeaje hiyo issue? Kwamba mwanamke anaenda anajua kabisa huyu jamaa ameoa, then anajitapa mimi ameisha kutongoza, nilienda anasema alienda kufanya video sio kampeleka Zanzibar sio nini, unaelewa? Diamond alishaingiza swaga za kimapenzi na nini kwa Gigy. Unahisi Zuchu ataipokeaje kama ndo mwanamke wa Diamond? Unahisi Zuchu anamruhusu tena bwana yake endelee kuwa karibu na Gigy? Hata Diamond mwenyewe ataona au mwanamke kumbe anaweza nikafanya vitu hana siri. So manaka ataanza kupunguza leo karibu huyu bwana ukifanya naye jambo friji aligandishi atakulipua. So manaka kuna mtu ambaye ana akili ataanza kupunguza ukaribu na Gigy. Kwa mimi nahisi ndio vitu ambavyo vilisababisha kutokuwa na ukaribu tena wa Gigy na Diamond. Hata tukio la juzi kwenye harusi yake wao kutokwenda, wala si mimi sikushangaa kwa sababu kwa kurifaa matukio ya mitandaoni nilikuwa naona kabisa hakuna ukaribu mzuri tena wa Gigy na watu wa WCB. Okay. Licha kwamba watu wa WCB hawakuonekana pale, lakini pia umempongeza Zamaradi kwa setup kali na kumsupport Gigy. Lakini pia kuna za ndani kwamba hata gari ambalo Gigy Money alikuwa akitembelea siku ile pamoja na mpenzi wake walipewa na Lugumi, yani kama aliwapa kwamba wakalitumia kwenye harusi then walirudishe. Okay. Lakini unafikiri kwa sababu Gigy Money inakuja anaaminiwa na matajiri kwa kubwa kama hawa, kuna siri gani labda pengine unaiona? Alipewa yani alisema mwenyewe kwenye exclusive kwamba hii gari ni ya Lugumi amenipa katuazima. Yes. So ametuazima tu sherekee nayo, baada hapo tunairudisha. Lakini kwa tajiri mkubwa kama Lugumi, unafikiri kwa nini ameamua kumtrust msanii kama yule? Unafikiri Gigy Money ana upekee gani labda? No, issue sio Gigy Money ana upekee gani. Unajua mimi ngoja nikwambie kitu moja kwenye system ya maisha. Kitu ambacho wamewini mastaa ni kukuza brand. Unanielewa? Kitu ambacho wamewini mastaa ni kukuza brandi. Alafu kitu ambacho wamemiss mastaa wengi hela. Nielewe vizuri. Kitu walichowini mastaa wamekuza brand yao na influence. Nikisema influence inamaanisha wana ushawishi. Alafu kitu ambacho wamemiss mastaa ni hela. Yaani Mungu hawezi kukupa vyote. Anakupa ustaa, anakunyima hela. Sawa? Anakupa hela, anakunyima ustaa. Sasa kitu ambacho matajiri wengi wamemiss ushawishi, influence, kufuatiliwa, wapepewa hela. Ukifuatilia aina ya matajiri wengi wa Tanzania, nataka nikufundishe kitu moja, hata next time itakusaidia. Ukifuatilia matajiri wengi Tanzania na ukifuatilia mastaa, wasanii, watu maarufu, unaelewa?
ni pande mbili ambazo zinategemeana. Matajiri wanawategemea wasanii wawape influence. Ushaelewa? Yaani watangaze bidhaa zao kupitia hawa wenye brandi. Then wasanii wanawategemea matajiri wawatangazie vitu vyao, sawa, au peji zao au kitu wanachofanya, then wapewe hela. Kwa ni vitu ambavyo vinategemeana. Gigi kuaminiwa na matajiri kama Lugumi kwa sababu ya brandi yake. Hakuna kingine zaidi ya brandi. So Lugumi anategemea kabisa kupitia brandi ya Gigi. Mimi nikiengage naye, kwanza mimi nitakuwa na ushawishi. Matajiri walicho miss, matajiri wengi wa Tanzania ushawishi, ila wamejaliwa hela. Na ndio maana matajiri wengi huwa wanajiengage na wasanii ili wapate ile yani wapate ule upepo wa wasanii yani. Wao ufalia matajiri wengi mjini tu wanajihusisha na wasanii. Waangalia kina Harmonize wanajihusisha na matajiri gani? Waangalia kina Rayvanny, waangalia kina Gigi unawataja, waangalia kina Diamond, waangalia kina Alikiba, unaelewa? So matajiri wengi wanawategemea wasanii. Wanategemea fan base za wasanii kutangaza bidhaa zao na biashara zao. Then wasanii wao kwa sababu unatupa tukutangazie, sisi tunataka hela. Kwa Gigi ilichompeleka kwa Gugu ni win-win. Gigi ameenda na influence yake, Lugumi anampa hela kwa kutegemea influence yake. Ndio maana huwezi kumuona tajiri anakuwa na urafiki na mtu ambaye hajulikani. Yaani labda huyo mtu ambaye hajulikani walianza naye maisha ya kitambo. Ila mtu ambaye hajulikani kuwa na urafiki na tajiri, brother, hiyo si una special gani? Lakini na msanii na mtu maarufu ni rahisi sana. Umeelewa? Umeelewa point yangu? So tajiri hawezi kuwa na ukaribu na mtu ambaye hana influence, hana ushawishi. Tajiri anakuwa na ukaribu na star ambaye ana ushawishi, ana influence kubwa. Umeshaelewa? The same kwa wasanii. Ndio maana unakuwa na msanii anaenda mtaani tu anamchukua mshikaji, wewe mwanangu utakuwa rafiki yangu. Wanakutana wanamingo na nini. Msanii pia anakuwa na rafiki na msanii mwenzake au na tajiri ambaye anajua nikienda kwake nategemea hela. Kwa wasanii wengi wanaenda kwa matajiri kutafuta hela. Na matajiri wanaenda kwa wasanii kupata influence. Umeshaelewa? Kuvuna ile fan base, kuvuna ule utajiri wa wafuasi. Kwamba mimi wafuasi wa Gigi wako milioni 12 au 15, mimi nikitangaza bidhaa yangu kupitia kwa Gigi watu wengi watanifahamu. Mimi nikitangaza kitu changu kupitia kwa Harmonize watu wengi watanifahamu. Nikitangaza kwa Rayvanny watu wengi watanifahamu. Kwa matajiri wanawategemea wasanii kutangaza vitu vyao. Nothing else bro. Okay. So kwa kumalizia kwenye upande wa harusi, kwa sababu tutazungumza mambo mengi sana. Ile siku kuna tukio moja pia limenishangaza, ni baada ya Shilole kushuka kwenye stage, baada ya kuona aliyekuwa mpenzi wake wa zamani anapanda naye kwenye jukwaa. Shilole akashuka, lakini pia tumezungumza na Shilole akasema yeye alikuwa anamsikiza MC anasema nini. Labda wewe kwa sababu ile video umeiona, una nini cha kuzungumza? Kwa sababu unajua mastaa umeshirikiana nao sana kwenye kazi hapa na pale. Mimi nikwambie kitu moja, brand. Nikwambie kitu. Kwenye mahusiano au kwenye ma-ex kuna vitu viwili natakuwa vifahamu kwenye mahusiano. Mimi sio msemaji wa mahusiano, ila mimi natumia experience yangu kukujibu. Iko hivi, ukiona watu walikuwa wapenzi wakaona karibu, hawa wameachana. Sikilize vizuri, ukiona watu walikuwa wapenzi, walikuwa kwenye mahusiano, then baada ya kuachana kila mtu anaendelea na maisha yake, wanaendelea kuwasiliana vizuri, hakuna shida, wale kweli wameachana. Ukiona watu walikuwa kwenye mahusiano wakaachana, wakawa wanachukiana, yani kila mtu ana beef na mwenzake, hawa wanapendana. Ichukue kutoka kwangu hiyo. Yes, kuna kitu kinaendelea behind. Bwana bado wanaoneana wivu. Umeshaelewa? Ukiona watu walikuwa kwenye mahusiano wakaachana, kila mtu amesha yake, then kila mtu anamkunjia mwenzake, kuna chembe za upendo bado upo. Ila ukiona watu walikuwa kwenye mahusiano wakaachana, alafu bado wanaendelea kuwa washikaji, brother, hakuna mapenzi pale. Hakuna mapenzi pale. Kwa mfano nikupe mfano moja. Mwana Diamond Aisha yuko kwenye mahusiano na Wema. Ukaribu wako je? Si Diamond anasalimiana na Wema fresh. Diamond Aisha yuko kwenye mahusiano na Hamisa. Unaona Diamond na Hamisa wanasalimiana? Chukua weka kilini kwako. Bwana. Kama za ndani sana. Mimi nakupe weka hapa. Sizungumzi kwa ubaya. Maana yake ni kwamba aidha mmoja kati ya wale wawili bado anampenda mwenzake au wanakutana, I don't know, Hamisa ameolewa, Msosore, Diamond ameoa. Nimetolea mfano, sijasema ndo kweli. Ukiona watu walikuwa wanapendana wakaachana, then wakawa wanachukiana, yani kila mtu akimwona mwenzake anamnunia, babu, hawa wanapendana, aidha wanakutana kisirisiri. Lakini ukiona watu walikuwa kwenye mahusiano wakaachana na fresh tu, yani, oya, mambo vipi? Poa, unaendeleaje na maisha yako? Fresh. Vipi mpenzi wako unaendeleaje? Tena sometimes wanakutana watu wanne, una mpenzi wake na una mpenzi wake. Brother, hakuna mapenzi bana. Lakini ukiona watu wameachana na wanaendelea kuchukiana, wanagombana, wanaoneana wivu, brother, tumia akili ya pili. Unataka kusema kwamba Shilole bado anaendelea na yule jamaa? Sijasema. Ila mimi najua tu kuna upendo, kuna kitu ambacho kinamuuma.
Aidha ule kuna muuma, kwa nini niliachana naye, au kwa nini yuko na mtu fulani, au 1 2 3 4. Ile ichukue kutoka kwangu. Kuna chembe chembe za kimapenzi. Kama mtu umeachana naye, kwa nini unaendelea kuwa na wivu naye? Unatoa wapi chuki? Kwa hiyo kushuka kwenye stage ule ni wivu brother, yani maana yake hakuna maelewano. Inawezekana ni wivu au wanachukiana, kila mtu anataka kumuona mwenzake. Wakiendelea ukaribu, kuna kitu kinaweza kikazaliwa. Ndio maana wanaepukana. Mistaki wako. Unaelewa? Wakiendelea kuwa karibu, kuna kitu kinaweza kikazaliwa kingine ba. Sio, ndio maana wanaepukana. Sio, umeelewa point yangu eh? Sasa wewe unganisha vitu alafu peleka kwa Shilole. Bonda kuniambia hapo Shukuri na Harmonize wana date au? Kwani wanachukiana? Ndio nataka nikusikie kutoka kwako. Kwa sababu kwa mfano huo, nataka nisikie kwa upande huo tena. Mimi nimekupa mfano. Hiyo assignment wewe ichukue, then anza kuiapply kwenye mahusiano ya watu. Wewe apply kwa Harmonize na huyo nani unasema? Hapo Shukuri, iapply kwa watu fulani. Chukua huo mfano, uapply kwa watu ambao kwenye mahusiano wao wameachana. Okay. Utapata jibu ambalo nimekupa mimi. Kwa sasa hivi tunachambua mpaka na mahusiano. Hatari sana. Nimekupa, ndio maana nakwambia. Okay. Mimi sio mchambuzi wa mahusiano. Nimekupa experience. Okay, Elmando, nimekusikia jana ukiwa unawawasha wasanii. Unadisi kwamba watu wanashindwa kufanya vizuri kimataifa. Na Diamond ukamtaja. Kwa evidence gani ambazo unazitumia? Evidence, unajua kuzungumzia muziki ni very simple, kwa sababu muziki ni una formula kama vile hesabu. 2 mara 2 obviously lazima iwe ngapi? Nimekuuliza 2 mara 2 obviously 4. 5 mara 5 ubi 25 kaka. 25 5 mara 5. Sawa? Haiwezi kubadilika maisha yote. Ndio maana nakwambia muziki una strategy, una njia zake. Kuna vitu usipoviona inakupa picha muziki umedrop au muziki unafanya vizuri. Kuna vitu usipoviona tu. Kwa mfano, nilizungumzia mimi swala la international. Na mimi siwezi kuzungumzia local. Sababu local ndio hao wasanii ndio wanasikilizwa, hakuna wengine. Nizungumzia international. International kuna sehemu nyingi sana ambazo usipowaona wasanii unapata picha muziki wote umedrop. Nyingi sana, ila mimi nimemention hizi 3, ila mimi nitakutajia leo 4. Ya kwanza, kuingia nyimbo zetu kuweza kuingia kuwa na ushawishi mpaka kuingia kwenye chart kubwa duniani. Billboard, kuingia kwenye machati makubwa huko Nigeria, kuingia kwenye ushindani huko South Africa, Kenya, wapi. Kama muziki wetu hauingii kule kwenye hizo chart kubwa za wenzetu, maana yake muziki wetu nje haufanyi vizuri. Sawa? Ya pili, kama unaona wasanii wetu na nyimbo zetu haziingii kwenye nomination za tuzo kubwa duniani, haziingii nyimbo zetu, maana yake huko tunapotaka kimataifa nyimbo zetu hazifanyi vizuri. Kishaelewa? Kama wasanii wetu hawaitwi kwenye tuzo kubwa duniani. Sawa? No, sio kuitwa kwenye tuzo, kwenye majukwaa makubwa, matamasha makubwa. Kama hawaitwi kwenda kuperform, kama hawafanyi tour za kimataifa nje, kama hawafanyi show nje, maana yake muziki wetu kule haufanyi vizuri. Ya mwisho ambao ni weak lakini pia inasaidia, collaborations. Kama wasanii wetu hawezi kushirikiana na wasanii wa nje, inakupa picha gani? Kwa mimi nimetumia njia 4 ambazo nimejaribu kuzipima, nikagundua kwamba kimataifa sisi sasa hivi hatufanyi vizuri. Hatuko kule, lakini kwa kutumia zile njia inakupa picha sisi kimataifa hatufanyi vizuri. Nikamtolea mfano mchezaji kama Baraka Joshua wa Uganda au tu Eddy Kenzo wa Uganda. Kaingia Grammy mara 3 mfululizo. Mara hii sisi Tanzania hatujawahi kuingiza msanii Grammy kupitia wimbo wake. Rayvanny amesha kuingia kupitia wimbo wa Tetema ambao ulikuwa uko chini ya Maluma au kwa chini ya Rayvanny. Lakini wakati uko chini ya Rayvanny haukuwahi kuingia Grammy. Maana sisi hatuna historia ya kupeleka msanii Grammy. Lakini Uganda wamempeleka Eddy Kenzo mara 3 mfululizo. Inakupa picha gani? Baraka Joshua anafanya matamasha makubwa duniani. Inakupa picha gani? Davido leo anakuja hapa Tanzania anafanya show zile za expensive. Kuna msanii wetu anaweza kwenda Nigeria kafanya show kama ile? Ya expensive kiingilio milioni ngapi hizo? $5,000, $10,000 akaenda Nigeria kafanya show. So maana yake ni kwamba, na nikasema kwenye hizi, kwa mfano nikamtolea mfano kama Biggie, si ndio? Nikasema hajaingia kwenye matamasha makubwa ambayo tulizoea kumuona kama Afro Nation. Huu ni mwaka wa 2 sasa hivi brother. Hajaingia kwenye Afro Nation. Wewe unakopa picha gani? Maana zamani alikuwa anaingia. Ndio maana nikasema ngoma ya mwisho ya Diamond kufanya vizuri ilikuwa ni Komasaba. Kimataifa, akaingia kwenye chart kubwa. Ngoma ya mwisho kwa Harmonize Single Again. Ngoma ya mwisho Alikiba, yani ambayo iliingia kwenye ushindani, ilikuwa ni Seduce Me. Mwisho leo ingia kwenye ushindani, ingeka kwenye chart. Achana na ngoma kafanya, sio kashirikiana na msanii wa nje. Unaweza ukashirikiana na msanii wa nje halafu usifanye vizuri. Then nikataja wasanii ambao wapo kimataifa. Umeelewa fact zangu hizo? Umeelewa hizo fact zangu? Then nikataja wasanii gani wako kimataifa, nikasema kwa sasa hivi hatuna msanii hata mmoja ambaye yuko active kimataifa Tanzania. Ndio nikakutajia, nikamwambia kuna msanii kuwa na wa kimataifa standard yake ameseti, then kuna msanii kutrend kimataifa. Nikawatolea mfano. Harmonize aliwahi kutrend kimataifa, ile bado hajawahi kuwa msanii wa kimataifa mwenye ushindani.
ambaye anaingia kwenye tuzo kubwa, anaingia kwenye machati makubwa, anaitwa kwenye matamasha makubwa. Hajawahi. Bali aliwahi kutrend kupitia wimbo mmoja wa Single Again kimataifa. Aliwahi kutrend. Kwa wimbo kutrend haimaanishi msanii kesho ingia kimataifa. Umeshaelewa mzee? Nikawatolea baadhi ya wasanii kina Rayvanny hawaja set standard. Kuseti standard kwa msanii wa kimataifa ni kama Diamond. Diamond ameseti standard msanii wa kimataifa. Ila kuna wasanii wametrend, wameonja ladha ya kimataifa, hawajarudi tena. So nilizungumza kwenye engo hiyo nikasema kuna haja wasanii wetu wafanye kazi kubwa sana mwaka 2026 kwa sababu kimataifa sisi tumeshuka sana mzee. Okay. Sasa nini kifanyike ili tuweze kupenya kimataifa Alman? Kufanya kazi zenye ubora tu. Za namna gani hizo? Kazi ambazo zina standard quality. Wasanii wanaelewa ninachosema, kazi zenye ubora, kuzingatia swala la uandishi. Uandishi lazima uwe ambao unazingatia soko la kimataifa linataka nini. Ushanielewa? Kwa mfano kuna ngoma ambazo tunashahidi, kwa mfano hizo kwa Masava, hizo Single Again, hizo Tetema, zilizingatia vigezo vya international. Ushanielewa? Ile Me Too ya Bichams. Kwa wasanii kujikita kwenye uandishi ambao soko la kimataifa linataka aina ile ya muziki. Umeshaelewa ndugu yangu eh? So kitu pekee ambacho kitatupeleka kule ni ngoma bora, uandishi mzuri, ngoma zenye standard ya kimataifa. Nashukuru sana Alban. Shukrani sana Brian. Yeah.